Habari na karibu kwenye Revealing Revelation, kituo cha unabii wa Biblia kinachochambua kiini cha mafumbo ya unabii. Jina langu ni Alan Dobre, na kama utapata kitu kutoka kwenye mafundisho yetu, kumbuka kupenda, kushiriki na kujiandikisha. Leo tuna jambo lingine la kusisimua kabisa kwa ajili yako. Unaona, watu wengi wanapozungumzia masuala ya unabii, sio wengi tu. Kama mtu anaelewa au amesoma baadhi ya unabii wa Biblia, kila mtu anajua kwamba kuna imani kuhusu pre-trib. Sasa sio kila mtu anaamini pre-trib, lakini kuna uelewa wa pre-trib kwamba kabla ya mambo yote kuanza kutakuwa na kutoweka kwa ghafla. Na jambo lingine ambalo watu wanaelewa vizuri sana ni bila shaka post-trib. Watu wengi wanaamini pre-trib, watu wengi wanaamini post-trib, jambo ambalo ni wazi kabisa, kwa sababu hiyo ndiyo kurudi kwa Bwana akiwaweka miguu yake chini kwenye mlima wa Mizeituni. Lakini vipi kuhusu mid-trib? Unaona, kwa sababu mid-trib ni kitu ambacho pia watu kadhaa wanaamini kwenye mizunguko ya unabii, lakini hujawahi kuelewa vizuri mid-trib inaweza kuwa vipi. Sawa, hebu nikuonyeshe. Unaona, kwa sababu ni jambo la kusisimua sana. Tumezungumzia hili mara nyingi ili kukupa msingi kidogo wa 2 wa Korintho sura ya 12. Njia pekee ya kuelewa vizuri 2 wa Korintho sura ya 12 ni kwanza kuelewa kwamba injili za muhtasari za Mathayo, Marko, Luka mwishowe zinajipanga kama Luka kisha Marko halafu Mathayo. Na ukielewa hilo utagundua kwamba ni mafundisho ya Luka, mafundisho ya Marko na mafundisho ya Mathayo katika siku za mwisho. Na kama mafundisho ya Mathayo yamekuwa yakikuambiwa kizazi baada ya kizazi kwamba yanawakilisha miaka 7 ya dhiki, basi unadhani ya Marko yanawakilisha nini? Umeipata? Mihuri ya miaka 7, na hiyo inafanya ya Mathayo kuwa miaka 7 ya tarumbeta. Sasa hiyo inafanya ya Luka kuwa nini? Ya Luka ni sehemu inayoitwa juu. Kwa hiyo ya Luka ni sehemu inayoitwa juu, na inaanza na wale walio ndani ya Kristo ambao watatoweka kabla ya dhiki, kama vile kunyakuliwa. Neno kunyakuliwa kwa Kigiriki ni harpazo, ambalo linamaanisha neno la Kiingereza rapture. Kwa hiyo kuna kunyakuliwa kabla ya dhiki katika sehemu ya juu, ambayo ni kipindi cha siku 50 ambapo watu fulani watatoweka na wataenda mbingu ya 3. Kisha utakuwa na miaka yako 7 ya mihuri na miaka 7 ya tarumbeta. Katika mwaka wa 7 wa mihuri utakuwa na umati mkubwa wa katikati ya dhiki. Bila shaka unaenda hadi mwisho. Katika mwaka wa 14 kuna kurudi kwa Bwana, mfano huu wa kinabii, kurudi kwa Bwana akishuka miguu yake kwenye mlima wa Mizeituni. Ni kuchukuliwa na kurudi. Kwa hiyo hii ndio tunayoiangalia. Utagundua hapa inasema alinyakuliwa hadi paradiso. Hii ni ile aliyonyakuliwa hadi mbingu ya 3. Sawa? Kwa hiyo hii ni kama unyakuo. Hii ndiyo unyakuo, na hii ndiyo watu wengi hufikiria hata wanapozungumzia kabla ya dhiki. Kwa hiyo unahitaji kuelewa kuna matukio matatu. Kuna sababu watu wanaweza kuhalalisha hilo kwa maandiko yao, kwa sababu maandiko yanaonyesha kabla ya dhiki, katikati ya dhiki na baada ya dhiki. Siri kubwa kuliko zote kuona kwa kweli ni ile ya kabla ya dhiki. Lakini hapa tutazingatia hii ya katikati ya dhiki, kwa sababu watu wengi hata wanaoamini katikati ya dhiki na hawaamini kabla au baada na kadhalika, wanapoangalia hii hawaelewi kabisa kinachokuja. Hawaelewi kitakachotokea wakati huo wa katikati ya dhiki. Sasa wanapozungumzia hilo, wanalizungumzia kama katikati ya dhiki, ikiwa ni miaka 3.5 ndani ya dhiki. Sawa, hii itakuwa kweli katika mwaka wa 7 wa mihuri. Hiyo ndio umati mkubwa wa katikati ya dhiki. Sawa, hapo ndipo wale wa katikati ya dhiki wanyakuliwa. Sasa angalia hii. Kwa kuwa haya yamewekwa wazi na kwa uelewa ulionao, kama umefuatilia baadhi ya mafundisho hapa, utaelewa kwamba mafundisho ya Marko na kuja kwa mwana wa Adamu mawinguni ni wakati wa katikati ya dhiki wa kuja kwa Bwana. Sasa, je, hii ndiyo katikati ya dhiki ambapo Bwana anakuja wakati huu? Hapana. Lakini sikiliza inachosema katika kitabu cha Marko kuanzia mstari wa 24, lakini katika siku hizo baada ya dhiki. Unaona hiyo? Husomi haya yote katika Luka na katika Mathayo, inasema mara tu baada ya dhiki ya siku hizo. Tofauti hizi zote za maneno zina kusudi maalum. Sawa? Kwa hiyo hii ni baada ya ile dhiki. Hii ni baada ya dhiki, zile lakiri 6 za kwanza, miaka ile 6 ya lakiri, na inasema jua litatiwa giza na mwezi hautotoa mwanga wake, na nyota za mbinguni zitaanguka na nguvu zilizoko mbinguni zitashindwa. Ndipo atamuona mwana wa Adamu akija mawinguni kwa nguvu kuu na utukufu.
Sasa kumbuka, katika kitabu cha Luka inasema katika wingu umoja, na katika Mathayo inasema juu ya mawingu wingi. Muktadha mitatu tofauti, kwa sababu kuna sehemu tatu tofauti za kuja kwake. Hii imeunganishwa moja kwa moja na Ufunuo sura ya 6. Mwisho wa Ufunuo sura ya 6, mwisho wa mwaka wa 6 wa ile miaka 6 ya lakiri. Huu ndio ujio wa Bwana kutoka mafundisho ya Marko. Sasa tena sikiliza kile hiki kinasema. Tutaanzia hata kwenye mstari wa 13 wa Ufunuo sura ya 6. Nyota za mbinguni zikaanguka juu ya dunia. Sauti hii inafahamika kama vile mtini hutupa tini zake zisizokomaa wakati unapopigwa na upepo mkali. Tukishuka hadi mstari wa 15 inasema, na wafalme wa dunia na watu wakuu na matajiri na majemadari na watu wenye nguvu na kila mtumwa na kila mtu huru wakajificha kwenye mapango na kwenye miamba ya milima. Sasa kwa nini wafanye hivi? Naam, ni kwa sababu wanaona kitu kinakuja. Mstari wa 16 unasema, wakasema kwa milima na miamba, tuangukieni na kutuficha na uso wake aketie juu ya kiti cha enzi na ghadhabu ya mwana kondoo, kwa maana siku ile kuu ya ghadhabu yake imekuja, na ni nani awezaye kusimama? Lo! Unaona, hii ghadhabu ndiyo ile ya mwisho wa mwaka wa 6 wa mihuri. Hii ni Ufunuo 17, wakati anapigana na kwenda vitani dhidi ya mnyama na pembe 10, wakati anawashinda. Sawa, hii ni mwishoni tu mwa mwaka wa 6 wa mihuri. Tazama kinachotokea. Unaona kabisa kitu kinakuja, na wako kwenye hofu kubwa. Wamechanganyikiwa kabisa na kile wanachokiona. Hii ndiyo sehemu ambayo watu wengi hawaelewi. Kwa kweli, sijawahi kusikia ikifunuliwa hadi huduma hii tulipopata uelewa wake. Unaona, kwa sababu katika mtazamo wa miaka 7 wao hufikiri kwamba hii bado ni Bwana anakuja mwishoni mwa miaka 7 ya dhiki. Lakini ukweli ni kwamba huu ni ujio wake mwishoni mwa mwaka wa 6 wa mihuri, na wanaona kitu cha ajabu sana kiasi kwamba matajiri, maskini, walio huru, watumwa, wote wanajificha milimani na kwenye miamba, na wanaomba miamba iwaangukie na kuwaficha kutoka kwenye uso wake aketie juu ya kiti cha enzi na kutoka kwenye ghadhabu ya mwanakondoo. Huyu ndiye Bwana anakuja. Mafundisho ya Marko na dunia kwa ujumla haielewi hili. Unaona, anakuja na nini? Basi kumbuka alichosema mwanzoni anu katika Wakorintho wa pili sura ya 12, kundi la pili lilinyakuliwa kwenda peponi. Sasa angalia inavyosema katika Yohana sura ya 14 mstari wa 2 na wa 3. Kumbuka Yesu alisema, nyumba ya Baba yangu ina makao mengi, kama isingekuwa hivyo ningewaambia, naenda kuandalia mahali, na kama nikienda kuandalia mahali nitarudi tena. Kwa hiyo anakuja na nini? Na nitakuja tena na kuwachukua kwangu, ili pale nilipo nanyi mwepo pia. Unaona, anakuja na paradiso, anakuja na ufalme wa Mungu na paradiso, ambapo atapokea ule umati mkubwa wa katikati ya dhiki, mahali ambapo makao yote yameandaliwa kwa ajili yao. Alisema ataipeleka wapi? Alisema ataipeleka, nitarudi tena na kuwachukua kwangu, ili pale nilipo nanyi muwepo pia. Hapo ni wapi? Mahali ambapo makao yote yapo. Unadhani hapo ni wapi? Umetabiri vizuri, ni paradiso. Ni paradiso. Sasa angalia muktadha huu. Tazama jinsi hii inavyotokea katika Ufunuo sura ya 12. Ukifika mstari wa 5, sikiliza mstari wa 5, naye akazaa mtoto mwanamume, sawa, picha ya Kristo, ambaye atatawala mataifa yote kwa fimbo ya chuma. Kwa kweli tuna mafundisho kwenye chaneli yetu kuu Ministry Revealed, ambapo tunaelezea haya kwa undani kuhusiana na makanisa 7. Kwa hiyo kile unachoona mwisho wa Ufunuo sura ya 2, kanisa la mwisho katika Ufunuo sura ya 2, Bwana anakuja na kutawala kwa fimbo ya chuma, sivyo? Kwa fimbo ya chuma, kwa sababu ni muktadha ule ule. Mwisho wa mwaka wa 6 wa mihuri ndio wakati wa Ufunuo sura ya 2. Unaona? Mikichaa kabisa. Ni ajabu sana ukishaliona. Sasa unaona nini hapa? Unaona mtoto wa kiume. Kwa hiyo Bwana anakuja na ana fimbo ya kutawala mataifa yote. Na kisha unaona nini tena? Na mtoto wake. Unaona hiyo? Alinyakuliwa juu. Hiyo kunyakuliwa juu inamaanisha nini? Hiyo alinyakuliwa juu sio kama mmoja alinyakuliwa, bali ni alinyakuliwa juu. Unadhani ni bahati tu kwamba hapo ni paradiso? Wakati Bwana alisema atakaporudi wakati huo atawapokea kwake, ili alipo na wao wawepo pia, na hapo ni paradiso. Unaona inavyotokea?
Hii ndiyo sehemu anayokuja nayo, na atakapokuja mwishoni mwa mwaka wa 6 wa mihuri ataonekana akija na nini? Na paradiso. Na paradiso. Sasa angalia jinsi hii inavyofuatilia. Unaye mtoto wa kiume anayekuja kwanza, ambaye atatawala mataifa yote kwa fimbo ya chuma. Halafu inasema na mtoto wake akanyakuliwa juu. Basi tunapata nini? Tunapata Ufunuo sura ya 6. Hapa yuko mwanakondoo, mtoto wa kiume anayekuja kutawala kwa fimbo ya chuma. Halafu unapata nini? Ufunuo sura ya 7. Baada ya sura ya 6, mwisho wa muhuri wa 6, kabla ya muhuri wa 7, una nini katika Ufunuo sura ya 7 mstari wa 9? Baada ya haya nikaona na tazama umati mkubwa wa watu ambao hakuna mtu angeweza kuuhesabu, kutoka mataifa yote na koo na watu na lugha, wamesimama mbele ya kiti cha enzi na mbele ya mwanakondoo, wamevaa mavazi meupe na wakiwa na matawi ya mitende mikononi mwao. Huu ndio umati mkubwa wa katikati ya dhiki unaotokea baada ya dunia na kila mtu kumwona akija na paradiso. Kitu kama mlima mkubwa sana kinachoonekana kikishuka kutoka mbinguni, na mpangilio katika Ufunuo sura ya 12 unaonyesha hivyo. Hapo anakuja kutawala kwa fimbo yake ya chuma, halafu akanyakuliwa kwenda kwa Mungu na kwenye kiti chake cha enzi. Huo ndo umati mkubwa wa katikati ya dhiki unaofuata. Inashangaza sana, sivyo? Sasa inakuwa bora zaidi kwa sababu angalia kinachotokea baada ya hapo. Katika Luka sura ya 21, kwenye mafundisho ya Luka, anakueleza kinachokuja baada ya sehemu hiyo hapo juu. Kwa hiyo una tukio la kabla ya dhiki na matukio ya siku 50. Halafu anasema kwenye mstari wa 22 na 23, maana hizi ndizo siku za kisasi, ili mambo yote yaliyoandikwa yatimie. Lakini ole wao walio na mimba na wale wanaonyonyesha katika siku hizo, kwa maana kutakuwa na dhiki kuu katika nchi na hasira juu ya watu hawa. Nao wataanguka kwa upanga wakati wa mpanda farasi mwekundu unakuja, na watachukuliwa mateka kwenda katika mataifa yote, na Yerusalemu itakanyagwa na watu wa mataifa. Sikiliza hii, hadi nyakati za watu wa mataifa zitakapotimia. Je, nyakati za watu wa mataifa zinaisha lini? Umegonga. Ni wakati wa kundi kubwa katikati ya dhiki. Wale ambao ni wa kabla ya dhiki ni wale walio ndani ya Kristo na wamejazwa na Roho. Wale ambao ni kundi kubwa katikati ya dhiki ni 90% ya kanisa, mavuno ambayo hayakuwa tayari, walikuwa wamelala na hawakujitoa kikamilifu kwa Bwana. Wataamka wakati wa dhiki. Baadhi yao wataanguka, wengine wengi wataingia. Mwisho wa enzi ya watu wa mataifa ni mwisho wa mwaka wa 6 wa mihuri, wakati wa kundi kubwa katikati ya dhiki. Sasa angalia hii. Unataka kuona hii ni nini? Umewahi kujiuliza kwa nini hakuna mtu amewahi kukuelezea hili kabla? Ndiyo, wamewahi kukuambia kuhusu hili, lakini hawajawahi kukuelezea kwa undani. Unaona hii picha ya mnyama, kichwa cha dhahabu na fedha na tumbo na mapaja ya shaba na chuma na miguu sehemu ya chuma, sehemu ya udongo. Hadi lini? Mpaka ulipoona jiwe likikatwa bila mikono, ambalo liligonga ile sanamu kwenye miguu ya chuma na udongo na kuivunja vipande vipande. Na kisha inasema nini? Na lile jiwe lililogonga ile sanamu likawa mlima mkubwa na kujaza dunia yote. Kama Yesu anarudi na miguu yake kwenye mlima wa Mizeituni kama umeme kutoka upande mmoja hadi mwingine, kama tulivyosoma katika Zekaria sura ya 14, hii inawezaje kuwa Bwana akija na miguu yake kwenye mlima wa Mizeituni kama umeme kugawanya mlima huo vipande viwili? Hiyo siyo ile ile. Huu ni ujio tofauti kabisa wa Bwana, na kila mtu anapenda kuzungumzia, lakini hakuna anayeeleza hasa huu ni nini. Wacha nikuonyeshe mahali ulipo kwenye kitabu cha Apokrifa, ambapo inathibitisha ufunuo huu kwetu katika Apokrifa ya Ezra wa pili. Katika sura ya 13 mstari wa 29 inaanza kwa mshangao wa wale watakaoondolewa duniani wakikombolewa na aliye juu zaidi. Kisha vita vinazuka kutoka kwa mpanda farasi mwekundu. Kisha wataona kuja kwa Mwana wa Adamu kukiwa kumeunganishwa na mwisho wa mwaka wa 6 wa mihuri. Na sikiliza inachosema kwenye mstari wa 35, lakini atasimama juu ya mlima Sayuni, na Sayuni itaonekana wazi kwa watu wote, ikiwa imeandaliwa na kujengwa, kama ulivyoona mlima uliokatwa bila mikono. Unaona hiyo? Hicho ndicho kinachotokea. Hii hapa ndiyo kuja kwa Bwana mwishoni mwa mwaka wa 6 wa mihuri, na katika mwaka wa 7 atawakusanya wote walio wengi katikati ya dhiki, mahali alipokuja kuwakusanya.
Ninaomba ikubariki. Kwa sasa, kwa heri.